mpango ni wa bottom. Ati mpango ni gani? Kwa hivyo hatuwezi pangwi. Ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukisikia Kanairo akisema hawapangui ngui, na sisi huko mashambani tunasema tutifanga guo, na hakuna mtu atatufanga. Tutajipanga wenye, na tushajipanga na hasla namba 1 na mpango wa bottom up, si ndio? Yes. La mwisho, si mnaona wale wengine, mnaona kama wako na mpango yote? Ukiwasikiza wanajaribu kuungana kwa manyumba, kwa mahoteli, ati watupange sisi. Can you imagine sisi watoto wa mahasla wenyewe ati tupangwe na watu kwa mahoteli, ati sababu wako na mapesa zao, ati sababu wamepanga magavana 2 3. Tunataka tuwaambie leo hawa magavana wanapanga wapange peke yao, lakini sisi hatupangui ngui, si ndio? Na wale magavana kura yao ni 1 2 3, watosheke na hii. Si Naibu wa Rais alituambia the conversation will change in this country, and indeed the conversation has changed. The conversation today, going to the next elections, is about our economy and how we will move our economy to the next level, to lift the people at the bottom of the pyramid up. Si hiyo ndio mpango Deputy President ako naye? Na hiyo mpango, and that conversation that has changed, wale wengine instead of wapate form, wajue the conversation has changed, they remain stuck in the old ideas of discussing personalities. Sisi tunataka kura za watu wote. Kura za watu wote. Hakuna kujipiga kifua. Kura ya Nairobi tutaomba kabila zingine, watu wote kama tumenyenyekea. Kwa mfano, Westlands tusiposhikana na kabila zingine, Havi hawezi pata kiti, si ndio? Haya, enda Makadara, enda Kamkunji. In actual fact, enda constituency 12 huwezi pata usikoshikana na kabila zingine. So kuanzia leo na waomba mbele ya Deputy President ambao ndio rais wetu wa 5 mtarajiwa mwaka ujao, tuwe watu wa kunyenyekea, sio wa kujipiga kifua, kunyenyekea, kuomba kura, kubembeleza kura. Tumekubaliana? Jambo la kwanza, mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Siasa ya ukabila ndio imerudisha Kenya nyuma. Na ni nafasi yetu safari hii tuondoe na tumalize na tuzike siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na njia ya kuondoa siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba sote tumeungana kwa chama ambayo inaunganisha Wakenya wote. Chama hii ya kazi ni kazi, chama ya UDA ndio chama ya kipekee leo Kenya, ambayo Wakenya wote kutoka Mombasa, Northeastern, Rift Valley, Central Province, Nairobi, Nyanza, Western, Ukambani, kule Meru, Wakenya wote wameungana na wamekubali hapa ndipo mahali Kenya inaweza kuungana, ndio tuweze kuwa na msukumo wa kukabiliana na changamoto za Wakenya wote. Wale ambao mimi nashindana na wao, wale ambao sisi tunashindana na wao, hawajaweza kuweka vikundi vyao pamoja. Bado kila mtu wako na chama yake ya kutoka kona yake, na wanatuambia wanataka kuunganisha Kenya. Swali tunawauliza, nyinyi mtaunganisha Kenya namna gani kama hamuwezi hata kukubaliana kwa chama? Kila mtu amekuja na chama ya kona yake.
na chama ya kikundi yake, alafu mnatuambia mnataka kuunganisha Kenya. Kama nyinyi hamuwezi kukubali kuungana kama viongozi 5, 6, 10, mtaunganisha Wakenya milioni 45 kwa njia gani? Tunaelewana? We want to challenge our competitors. As the hustler nation, we have agreed that we are going to work together in a national political party that accommodates all communities, all regions, all religions, all races. And that is the United Democratic Alliance. Our competitors, at the moment, you have no political outfit. Everybody has his own political party from his corner, from his community, from his region. If truly you want to tell us you want to unite Kenya, how are you going to unite Kenya if you cannot agree, the 5, 10 of you, on one political party? 10 people, you cannot agree on a political party. How are you going to unite 45 million Kenyans? You're not telling us the truth. Na kwa sababu najua kama Nairobi, sisi si watu wa ukabila, na Nairobi ni sura ya Kenya. Kwa hivyo Nairobi tutakuwa mchanganyiko au namna gani? Na tutakubaliana kila candidate hata akiwa ni kabila gani, bora nyinyi mumeamua ni candidate wenu, huyo ndio tutasonga naye. Tunakubaliana namna hiyo. Kwa hivyo hizi wakati wa kusema huyu ni Mkamba, hizi wakati wa kusema huyu ni Mjave, hizi wakati wa kusema huyu ni nani, hii ni wakati wa kuchagua viongozi chupukizi wala tunaamini kwamba watapeleka Nairobi mbele. Tuko pamoja. Kwa hivyo jukumu yangu wa mama ni kuwakumbusha, mmefanya kazi mzuri sana ya registration. Kama hii nyumba ya UDA, umoja ndio utatupeleka mbele. Na mimi nawauliza pamoja ndugu zangu na wamama wenzangu, kwa sababu uwezo mkubwa ni wenu na ushawishi mkubwa wa kura ni wenu. Nyinyi ndio mtatupandilishia wazee na vijana na watoto wote, tuingie line moja, tunyoroshe, tusonge mbele. Na kwa hivyo ile kazi nitawapatia mimi kama Nairobi ni kuhakikisha Nairobi tuna umoja. Na tukianza mambo ya mashinani, tafadhali tusifurugane vyovyote. Wewe ukisikia hutaki kusikia sauti yangu, afadhali usikuje, lakini usije kuleta maneno kwa mkutano. Na mimi nawaambia viongozi wote, hakuna kiongozi hata moja ako na direct ticket. Nawaambia hapa, uchaguzi ujao wa chama, kila mtu ataenda kwa saduku na nyinyi ndio wenye kuamua. Tunakubaliana? Si ni kweli? Asante sana, karibuni sana na tunashukuru kuwaona hapa. Asante. Karibuni sana hapa Chaleni Nairobi. Asante sana kwa ile kazi nzuri mmefanya. Asante sana kwa ile kazi mnafanya. Najua hapa tuko na the entire Nairobi, tuko na 17 constituencies ziko represented. Si ni kweli? Asante. Na kwa heshima mtanikubalisha tufanye hii programu yetu. Na kama Madam Cecilia kukufikia itakuwa ngumu. Wamama oi. Wamama oi. Harambee. Harambee. UDA. UDA. Naona mkotonyo mbaya sana.
Nairobi. Ati Nairobi hatupangwingwi. Mama nimesikia akisema na nimefurahi sana ya kwamba hatutaki kuambiwa Ruto ako hivi tunamjua. Si ndio? Si tunamjua? Tunamjua vile ametembea na sisi tangu 2012. Ukitembea na mtu miaka 5 na hujaona ni mbaya, unamchukua tena safari ya 2, ni huyo mbaya ama ni wewe uko na kashida? Si ni wewe uko na kashida? Kwa sababu kama angetembea na yeye miaka 5 aone ako hivi, manatuambia sasa, si angemwacha achukue mwingine? Wacheni, tunawaona. Sisi kule Kirinyaga tuko ndani ya chama ya UDA. Na huko tumesema hatubanduki. Ninyi wamama wa Nairobi mko chama gani? Haya, sisi kule kwetu tunasema president wetu 2022 ni William Samoei Ruto. President wenu kina mama wa Nairobi ni nani? President wenu ni nani? Nauliza ndio runinga isikie. Kwa sababu kuna wengine tunasikia wanapanga na system. Na wanasema wakipanga na system wanaweza kuingiza president mwingine. Kwa hivyo nawaomba kama wamama wa Nairobi, mseme wasikie. President wetu 2022 ni nani? Wale wanashika William Samoei Ruto kuonyesha na mkono. Hapo ndipo tupo na hatubanduki. Hii nchi yetu ya Kenya, kuna watu wametuzoea. Wameteka nyara nchi yetu. Wakateka nyara uongozi wa nchi yetu. Wakateka nyara uchumi wa nchi yetu. Wao ndio wakawa wenyewe, sisi tukawa maskwota kwa hii nchi yetu. Mimi nataka niwaambie, safari hii sisi tutakomboa hii nchi. Iwe ni nchi ya kila Mkenya. Kila Mkenya. Tunaelewana? Ndio mnaona kuna msuko mkubwa sana. Kwa sababu kuna watu waliamini ya kwamba ni wao na ni wao peke yao na marafiki zao ndio watakuwa wenye Kenya. Lakini tunawaambia jameni, kwa unyenyekevu, hii nchi sio yenu peke yenu na marafiki zenu. Hapana, hii nchi ni yetu sisi wote. Na ndio mimi nataka ni mjue, hii siasa ya Kenya tutaibadilisha, na Mungu atatusaidia tubadilishe hii siasa ya Kenya. Iwe ni Kenya ambayo kila Mkenya ako na nafasi. Kila Mkenya awe na nafasi ya ajira, kila Mkenya awe na nafasi ya biashara, kila Mkenya awe na nafasi ya uongozi. Tunaelewana? Na hatuna vita na mtu yeyote. Hatuna uadui na mtu yeyote. Nia yetu ni kutengeneza Kenya inayofaa Wakenya wote, bila ya kujali mahali mtu ametoka, bila ya kujali yeye ni mali kiasi gani, ama ni wa dini gani, ama ni wa rangi gani, ama ni wa jamii gani. Sisi wote ni... Let's believe in ourselves. Tunaelewana? Na mimi nikiwaona hapa nataka kuambia hivi, there is hope in Kenya. Na nikisema hope in Kenya ni kumaanisha hivi, wewe mama hapa huko, haijalishi ni nini unafanya, haijalishi ni wapi umetoka, haijalishi ni wapi umesomea, as long as wewe ni Mkenya uko na nafasi yako. As long as wewe ni Mkenya, wewe pia unaweza kuwa mtu. Si lazima tutafute majina zile tumezisoma kwa GHC na history, hizo ndio zikuje zikwe history hapa. Na Hustler Nation, it's all about hope. The Hustler Nation, it's all about opportunity kwa kila Mkenya. The Hustler Nation
It's all about ule mtu wa chini pia yeye siku moja anaweza kuwa na sauti hii Kenya. Na ndiposa mnaona watu wanakulia mdosi wetu ngori, kwa sababu raundi hii ametuchanua na ametushow kazi yetu si kupiga tu kura, pia kazi yetu tunaweza toa viongozi. Na representation yetu sisi kama Hustler Nation ni William Samoei Ruto. Na mimi nataka tu kukuomba hivi kwa unyenyekevu, tafadhali next year kumbuka hivi, if wewe kama mama una believe mtoto wako siku moja atakuwa mtu, we believe in William Samoei Ruto. Na hiyo wall lazima tutai-break. Tunaelewana? Hiyo wall lazima tutai. Na ndiposa sisi tunasema Nairobi, Nairobi hatupangwi. Waende wakae huko Safari Park, waende waitane Madina kule wataitana, lakini Nairobi hatupangwingwi. Na mimi nataka nimjue ya kwamba hawa watu, nataka wajue vile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, mimi pia kama hustler sipangwingwi. Wao wanaweza kupangwa na deep state, wapangwe na system, lakini sisi hatupangwingwi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tutatembea pamoja namna hiyo. So ndio mimi nataka niseme nimefurahi sana kuwaona, na hii safari tunatembea pamoja mpaka tufike, na tuko na Mungu. Tunaelewana jameni? Mnakubali tutatembea hii safari pamoja? Na hii Nairobi itaungana na Kenya, tutaiunganisha, na siasa ya ukabila tutamaliza, na siasa ya ukabila tutazika, ndio Kenya iungane. Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee. Harambee. UDA. UDA. So tumekubaliana? Hatupigi kura safari hii ati mtu mmoja, wawili, watatu wafaidike. Hapana. Tunapiga kura na safari hii sisi wote tufaidike. Si ndio? Mwenye atapata kiti apate. Lakini wewe pia chako kiwe ndani pale. Sijui kama tumekubaliana. Tumekubaliana? So nataka niwashukuru sana, na hata ngawaje wale ninashindana na wao wananilaumu ati baba yangu hajulikani, sijui nimetoka wapi, sijui nini. Lakini wao wanaweza kuwa na godfather. Si ndio? Wao wanaweza kuwa na godfather. Lakini sisi tuko na God the Father. Si ndio? So wapunguze kidogo madharau, wapunguze madharau. Wapunguze kiburi na madharau. Hii Kenya safari hii ni yetu sisi wote. Tuko pamoja. Unajua hao wapinzani wetu wanashtuka sana. Na wanashtuka kwa sababu walikuwa wanajua siasa ya Kenya ya ukabila haitaisha. Lakini sasa ya chama cha UDA iko na support Kenya mzima. Kabila zote. Ndio naona wako confused. Wanatoka kwa hoteli hii wanaenda Mombasa. Wanatoka Mombasa wanaenda Kisumu. Wanatoka Kisumu wanaenda sijui wapi hapa Thika. Wanazunguka tu, wameshindwa kujipanga. Na sisi tunaambiwa sisi hatupangwingwi. Na nasema asanti kwa sababu hii chama sasa ndio inakuja kumaliza ukabila Kenya hii. Ukabila Kenya hii huwa inaletwa na siasa. Kwa sababu saa zile tuko kula mtaani, tukiwa na mambo ya harusi hakunanga ukabila. Tukiwa na mambo ya hospitali hakunanga ukabila. Tukiwa na mambo ya matanga hakunanga ukabila. Kama wamama tukiombana chumvi ama sukari hakunanga ukabila. Ukabila inaletwangwa na siasa. Na kama tutakuwa na chama ambaye ni National Party, ambaye yule mwenye ako Mombasa anasema ni chama yangu, yule ako Meru anasema ni chama yangu, mimi tunataka niwaombe jameni, sisi tunawategemea.
Na vile Mheshimiwa Dhauria amesema, unajua hawa watu wako na madharau sana. Wanaona hii position ya president ni kama kuna watu wameandikiwa ni yao. Na mimi nataka niseme, nyinyi wa mama, watoto wenu watakuja kuwa nini kama sisi tunadharauliwa saizi? Sisi ambao tuko hapa saizi ndio lazima tukatae hiyo mambo ya madharau na tuchague William Ruto ambaye wazazi wake hawajulikani, kwa sababu yeye ni kama huyo watoto wetu. Si Hustler namba 1 amejipanga na anatuambia form ni Hustler Nation na mpango ni wa bottom. Ati mpango ni gani? Kwa hivyo hatuwezi pangwi. Ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukisikia Kanairo wakisema hawapangwi ngui, na sisi huko mashambani tunasema tutifanga huo, na hakuna mtu atatufanga. Tutajipanga wenye, na tushajipanga na Hustler namba 1 na mpango wa bottom up, si ndio? La mwisho, si mnaona wale wengine, mnaona kama wako na mpango yote? Ukiwasikiza wanajaribu kuungana kwa manyumba, kwa mahoteli, ati watupange sisi. Can you imagine sisi watoto wa mahasla wenyewe ati tupangwe na watu kwa mahoteli, ati sababu wako na mapesa zao, ati sababu wamepanga magavana 2 watatu. Tunataka tuambie leo hawa magavana wanapanga wapange peke yao, lakini sisi hatupangwi ngui, si ndio? Na wale magavana kura yao ni 1, 2, 3, watosheke na hii. Si Naibu wa Rais alituambia the conversation will change in this country, and indeed the conversation has changed. The conversation today going to the next elections is about our economy and how we will move our economy to the next level, to lift the people at the bottom of the pyramid up. Si hiyo ndio mpango Deputy President ako naye? Na hiyo mpango and that conversation that has changed, wale wengine instead of wapate form wajue the conversation has changed, they remain stuck in the old ideas of discussing personalities. Sisi tunataka kura za watu wote, kura za watu wote. Hakuna kujipiga kifua. Kura ya Nairobi tutaomba kabila zingine, watu wote kama tumenyenyekea. Kwa mfano Westlands, tusiposhikana na kabila zingine Havi hawezi pata kiti, si ndio? Haya, enda Makadara, enda Kamkunji, in actual fact enda constituency 12 huwezi pata usikoshikana na kabila zingine. So kuanzia leo na waomba mbele ya Deputy President ambao ndio rais wetu wa 5 mtarajiwa mwaka ujao, tuwe watu wa kunyenyekea, sio wa kujipiga kifua, kunyenyekea, kuomba kura, kubembeleza kura. Tumekubaliana? Jambo la kwanza, mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Siasa ya ukabila ndio imerudisha Kenya nyuma. Na ni nafasi yetu safari hii tuondoe na tumalize na tuzike siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na njia ya kuondoa siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba sote tumeungana kwa chama ambayo inaunganisha Wakenya wote. Chama hii ya kazi ni kazi, chama ya UDA ndio chama ya kipekee leo Kenya, ambayo Wakenya wote kutoka Mombasa, Northeastern, Rift Valley, Central Province, Nairobi, Nyanza, Western, Ukambani, kule Meru, Wakenya wote wameungana na wamekubali hapa ndipo mahali Kenya inaweza kuungana, ndio tuweze kuwa na msukumo wa kukabiliana na changamoto za Wakenya wote.
wale ambao mimi nashindana na wao, wale ambao sisi tunashindana na wao, hawajaweza kuweka vikundi vyao pamoja. Bado kila mtu wako na chama yake ya kutoka kona yake, na wanatuambia wanataka kuunganisha Kenya. Swali tunawauliza, nyinyi mtaunganisha Kenya namna gani kama hamuwezi hata kukubaliana kwa chama? Kila mtu amekuja na chama ya kona yake na chama ya kikundi yake, alafu mnatuambia mnataka kuunganisha Kenya. Kama nyinyi hamuwezi kukubali kuungana kama viongozi 5, 6, 10, mtaunganisha Wakenya milioni 45 kwa njia gani? Tunaelewana? We want to challenge our competitors. As the hustler nation, we have agreed that we are going to work together in a national political party that accommodates all communities, all regions, all religions, all races. And that is the United Democratic Alliance. Our competitors, at the moment, you have no political outfit. Everybody has his own political party from his corner, from his community, from his region. If truly you want to tell us you want to unite Kenya, how are you going to unite Kenya if you cannot agree, the 5, 10 of you, on one political party? 10 people, you cannot agree on a political party. How are you going to unite 45 million Kenyans? You're not telling us the truth. Na kwa sababu najua kama Nairobi, sisi si watu wa ukabila, na Nairobi ni sura ya Kenya. Kwa hivyo Nairobi tutakuwa mchanganyiko au namna gani? Na tutakubaliana kila candidate hata akiwa ni kabila gani, bora nyinyi mmeamua ni candidate wenu, huyo ndio tutasonga naye. Tunakubaliana namna hiyo. Kwa hivyo hizi wakati wa kusema huyu ni Mkamba, hizi wakati wa kusema huyu ni Mjale, hizi wakati wa kusema huyu ni nani, hii ni wakati wa kuchagua viongozi chupukizi wala tunaamini kwamba watapeleka Nairobi mbele. Tuko pamoja. Kwa hivyo jukumu yangu wa mama ni kuwakumbusha, mmefanya kazi mzuri sana ya registration. Kama hii nyumba ya UDA, umoja ndio utatupeleka mbele. Na mimi nawauliza pamoja ndugu zangu na wamama wenzangu, kwa sababu uwezo mkubwa ni wenu na ushawishi mkubwa wa kura ni wenu. Nyinyi ndio mtatupandilishia wazee na vijana na watoto wote, tuingie laini moja, tunyoroshe, tusonge mbele. Na kwa hivyo ile kazi nitawapatia mimi kama Nairobi ni kuhakikisha Nairobi tuna umoja. Na tukianza mambo ya mashinani, tafadhali tusifurugane vyovyote. Wewe ukisikia hutaki kusikia sauti yangu, afadhali usikuje, lakini usije kuleta maneno kwa mkutano. Na mimi nawaambia viongozi wote, hakuna kiongozi hata moja ako na direct ticket. Nawaambia hapa, uchaguzi ujao wa chama, kila mtu ataenda kwa saduku na nyinyi ndio wenye kuamua. Tunakubaliana? Ni maombi ya upendo. Si ni kweli? Asante sana, karibuni sana. Na tunashukuru kuona hapa. Asante. Karibuni sana hapa Chialeni Nairobi. Asante sana kwa ile kazi nzuri mmefanya. Asante sana kwa ile kazi mnafanya. Najua hapa tuko na the entire Nairobi, tuko na 17 constituencies ziko represented. Si ni kweli? Asante.
Na kwa heshima mtanikubalisha tufanye hii programu yetu. Na kama Madam Cecilia kukufikia itakuwa ngumu. Wamama oi! Wamama oi! Harambee! Harambee! UDA! UDA! Naona mkotonyo mbaya sana. Ati mmesema Nairobi. Ati Nairobi. Ati Nairobi hatupangwingwi. Mama nimesikia akisema na nimefurahi sana ya kwamba hatutaki kuambiwa Ruto ako hivi tunamjua. Si ndio? Si tunamjua? Tunamjua vile ametembea na sisi tangu 2012. Ukitembea na mtu miaka 5 na hujaona ni mbaya, unamchukua tena safari ya pili, ni huyo mbaya ama ni wewe uko na kashida? Si ni wewe uko na kashida? Kwa sababu kama angetembea na yeye miaka 5 aone ako hivi, manatuambia sasa, si angemwacha achukue mwingine? Wacheni, tunawaona. Sisi kule Kirinyaga tuko ndani ya chama ya UDA. Na huko tumesema hatubanduki. Nyinyi wamama wa Nairobi mko chama gani? Haya, sisi kule kwetu tunasema president wetu 2022 ni William Samoei Ruto. President wenu kina mama wa Nairobi ni nani? President wenu ni nani? Nauliza ndio runinga isikie. Kwa sababu kuna wengine tunasikia wanapanga na system. Na wanasema wakipanga na system wanaweza kuingiza president mwingine. Kwa hivyo nawaomba kama wamama wa Nairobi, mseme wasikie. President wetu 2022 ni nani? Wale wanashika William Samoei Ruto kuonyesha na mkono. Hapo ndipo tupo na hatubanduki. Hii nchi yetu ya Kenya, kuna watu wametuzoea. Wameteka nyara nchi yetu. Wakateka nyara uongozi wa nchi yetu. Wakateka nyara uchumi wa nchi yetu. Wao ndio wakawa wenyewe, sisi tukawa maskwota kwa hii nchi yetu. Mimi nataka niwaambie, safari hii sisi tutakomboa hii nchi. Iwe ni nchi ya kila Mkenya. Kila Mkenya. Tunaelewana? Ndio mnaona kuna msuko mkubwa sana. Kwa sababu kuna watu waliamini ya kwamba ni wao na ni wao peke yao na marafiki zao ndio watakuwa wenye Kenya. Lakini tunawaambia jameni, kwa unyenyekevu, hii nchi sio yenu peke yenu na marafiki zenu. Hapana, hii nchi ni yetu sisi wote. Na ndio mimi nataka ni mjue, hii siasa ya Kenya tutaibadilisha, na Mungu atatusaidia tubadilishe hii siasa ya Kenya. Iwe ni Kenya ambayo kila Mkenya ako na nafasi. Kila Mkenya awe na nafasi ya ajira, kila Mkenya awe na nafasi ya biashara, kila Mkenya awe na nafasi ya uongozi. Tunaelewana? Na hatuna vita na mtu yeyote. Hatuna uadui na mtu yeyote. Nia yetu ni kutengeneza Kenya inayofaa Wakenya wote, bila ya kujali mahali mtu ametoka, bila ya kujali yeye ni mali kiasi gani, ama ni wa dini gani, ama ni wa rangi gani, ama ni wa jamii gani. Sisi wote ni... Let's believe in ourselves. Tunaelewana? Na mimi nikiona hapa nataka kuambia hivi, there is hope in Kenya.
Na nikisema hope in Kenya ni kumaanisha hivi, wewe mama hapa huko, haijalishi ni nini unafanya, haijalishi ni wapi umetoka, haijalishi ni wapi umesomea, as long as wewe ni Mkenya uko na nafasi yako. As long as wewe ni Mkenya, wewe pia unaweza kuwa mtu. Si lazima tutafute majina zile tumezisoma kwa GHC na history, hizo ndio zikuje zikwe history hapa. Na Hustler Nation, it's all about hope. The Hustler Nation, it's all about opportunity kwa kila Mkenya. The Hustler Nation, it's all about ule mtu wa chini pia yeye siku moja anaweza kuwa na sauti hii Kenya. Na ndiposa mnaona watu wanakulia mdosi wetu ngori, kwa sababu raundi hii ametuchanua na ametushow kazi yetu si kupiga tu kura, pia kazi yetu tunaweza toa viongozi. Na representation yetu sisi kama Hustler Nation ni William Samoei Ruto. Na mimi nataka tu kukuomba hivi kwa unyenyekevu, tafadhali, next year kumbuka hivi, if wewe kama mama una believe mtoto wako siku moja atakuwa mtu, we believe in William Samoei Ruto. Na hiyo wall lazima break. Tunaelewana? Hiyo wall lazima break. Na ndiposa sisi tunasema Nairobi, Nairobi hatupangwi. Waende wakae huko Safari Park, waende waitane Madina kule wataitana, lakini Nairobi hatupangwingwi. Na mimi nataka nimjue ya kwamba hawa watu, nataka wajue vile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, mimi pia kama hustler sipangwingwi. Wao wanaweza kupangwa na deep state, wapangwe na system, lakini sisi hatupangwingwi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tutatembea pamoja namna hiyo. So ndio mimi nataka niseme nimefurahi sana kuwaona, na hii safari tunatembea pamoja mpaka tufike, na tuko na Mungu. Tunaelewana jameni? Mnakubali tutatembea hii safari pamoja? Na hii Nairobi itaungana na Kenya, tutaiunganisha, na siasa ya ukabila tutamaliza, na siasa ya ukabila tutazika, ndio Kenya iungane. Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee UDA, harambee UDA, UDA UDA, kasi. So tumekubaliana? Hatupigi kura safari hii ati mtu mmoja, wawili, watatu wafaidike. Hapana. Tunapiga kura na safari hii sisi wote tufaidike. Si ndio? Mwenye atapata kiti apate. Lakini wewe pia chako kiwe ndani pale. Sijui kama tumekubaliana. Tumekubaliana? So nataka niwashukuru sana, na hata ngawaje wale ninashindana na wao wananilaumu ati baba yangu hajulikani, sijui nimetoka wapi, sijui nini. Lakini wao wanaweza kuwa na godfather. Si ndio? Wao wanaweza kuwa na godfather. Lakini sisi tuko na God the Father. Ndio. So wapunguze kidogo madharau, wapunguze kiburi na madharau. Hii Kenya safari hii ni yetu sisi wote. Tuko pamoja. Unajua hao wapinzani wetu wanashtuka sana. Na wanashtuka kwa sababu walikuwa wanajua siasa ya Kenya ya ukabila haitaisha. Lakini sasa ya chama cha UDA iko na support Kenya mzima, kabila zote. Ndio naona wako confused. Wanatoka kwa hoteli hii wanaenda Mombasa, wanatoka Mombasa wanaenda Kisumu, wanatoka Kisumu wanaenda sijui wapi hapa Thika. Wanazunguka tu, wameshindwa kujipanga. Na sisi tunaambiwa sisi hatupangwingwi.
Na nasema asanti kwa sababu hii chama sasa ndio inakuja kumaliza ukabila Kenya hii. Ukabila Kenya hii huwa inaletwa na siasa. Kwa sababu saa zile tuko kula mtaani, tukiwa na mambo ya harusi hakunanga ukabila. Tukiwa na mambo ya hospitali hakunanga ukabila. Tukiwa na mambo ya matanga hakunanga ukabila. Kama wamama tukiombana chumvi ama sukari hakunanga ukabila. Ukabila inaletwangwa na siasa. Na kama tutakuwa na chama ambaye ni National Party, ambaye yule mwenye ako Mombasa anasema ni chama yangu, yule ako Meru anasema ni chama yangu, mimi tunataka niwaombe jameni, sisi tunawategemea. Na vile Mheshimiwa Dhauria amesema, unajua hawa watu wako na madharau sana. Wanaona hii position ya president ni kama kuna watu wameandikiwa ni yao. Na mimi nataka niseme, nyinyi wa mama, watoto wenu watakuja kuwa nini kama sisi tunadharauliwa saizi? Sisi ambao tuko hapa saizi ndio lazima tukatae hiyo mambo ya madharau na tuchague William Ruto ambaye wazazi wake hawajulikani. Kwa sababu yeye ni kama huyo watoto wetu, si kweli? Si Hustler namba 1 amejipanga na anatuambia form ni Hustler Nation na mpango ni wa bottom. Ati mpango ni gani? Kwa hivyo hatuwezi pangwi. Na ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukisikia Kanairo akisema hawapangwi ngui, na sisi huko mashambani tunasema tutifanga guo, na hakuna mtu atatufanga. Tutajipanga wenye, na tushajipanga na Hustler namba 1 na mpango wa bottom up, si ndio? La mwisho, si mnaona wale wengine, mnaona kama wako na mpango yote? Ukiwasikiza wanajaribu kuungana kwa manyumba, kwa mahoteli, ati watupange sisi. Can you imagine sisi watoto wa mahasla wenyewe ati tupangwe na watu kwa mahoteli, ati sababu wako na mapesa zao, ati sababu wamepanga magavana 2 watatu. Tunataka tuambie leo hawa magavana wanapanga wawapange peke yao, lakini sisi hatupangwi ngui, si ndio? Na wale magavana kura yao ni 1, 2, 3, watosheke na hii. Si Naibu wa Rais alituambia the conversation will change in this country, and indeed the conversation has changed. The conversation today going to the next elections is about our economy and how we will move our economy to the next level, to lift the people at the bottom of the pyramid up. Si hiyo ndio mpango Deputy President ako naye? Na hiyo mpango and that conversation that has changed, wale wengine instead of wapate form, wajue the conversation has changed. They remain stuck in the old ideas of discussing personalities. Sisi tunataka kura za watu wote. Kura za watu wote. Hakuna kujipiga kifua. Kura ya Nairobi tutaomba kabila zingine, watu wote kama tumenyenyekea. Kwa mfano Westlands, tusiposhikana na kabila zingine, Havi hawezi pata kiti, si ndio? Haya, enda Makadara, enda Kamkunji. In actual fact, enda constituency 12 huwezi pata usikoshikana na kabila zingine. So kuanzia leo na waomba mbele ya Deputy President ambao ndio rais wetu wa 5 mtarajiwa mwaka ujao, tuwe watu wa kunyenyekea, sio wa kujipiga kifua, kunyenyekea, kuomba kura, kubembeleza kura. Tumekubaliana? Jambo la kwanza, mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Siasa ya ukabila ndio imerudisha Kenya nyuma. Na ni nafasi yetu safari hii tuondoe na tumalize na tuzike siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na njia ya kuondoa siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba sote
tumeungana kwa chama ambayo inaunganisha Wakenya wote. Chama hii ya kazi ni kazi, chama ya UDA ndio chama ya kipekee leo Kenya, ambayo Wakenya wote kutoka Mombasa, Northeastern, Rift Valley, Central Province, Nairobi, Nyanza, Western, Ukambani, kule Meru, Wakenya wote wameungana na wamekubali hapa ndipo mahali Kenya inaweza kuungana, ndio tuweze kuwa na msukumo wa kukabiliana na changamoto za Wakenya wote. Wale ambao mimi nashindana na wao, wale ambao sisi tunashindana na wao, hawajaweza kuweka vikundi vyao pamoja. Bado kila mtu wako na chama yake ya kutoka kona yake, na wanatuambia wanataka kuunganisha Kenya. Swali tunawauliza, nyinyi mtaunganisha Kenya namna gani kama hamuwezi hata kukubaliana kwa chama? Kila mtu amekuja na chama ya kona yake na chama ya kikundi yake, alafu mnatuambia mnataka kuunganisha Kenya. Kama nyinyi hamuwezi kukubali kuungana kama viongozi 5, 6, 10, mtaunganisha Wakenya milioni 45 kwa njia gani? Tunaelewana? We want to challenge our competitors. As the hustler nation, we have agreed that we are going to work together in a national political party that accommodates all communities, all regions, all religions, all races. And that is the United Democratic Alliance. Our competitors, at the moment, you have no political outfit. Everybody has his own political party from his corner, from his community, from his region. If truly you want to tell us you want to unite Kenya, how are you going to unite Kenya if you cannot agree, the 5, 10 of you, on one political party? 10 people, you cannot agree on a political party. How are you going to unite 45 million Kenyans? You're not telling us the truth. Na kwa sababu najua kama Nairobi, sisi si watu wa ukabila, na Nairobi ni sura ya Kenya. Kwa hivyo Nairobi tutakuwa mchanganyiko au namna gani? Na tutakubaliana kila candidate hata akiwa ni kabila gani, bora nyinyi mumeamua ni candidate wenu, huyo ndio tutasonga naye. Tunakubaliana namna hiyo. Kwa hivyo hizi wakati wa kusema huyu ni Mkamba, hizi wakati wa kusema huyu ni Mjale, hizi wakati wa kusema huyu ni nani, hii ni wakati wa kuchagua viongozi chupukizi wala tunaamini kwamba watapeleka Nairobi mbele. Tuko pamoja. Kwa hivyo jukumu yangu wa mama ni kuwakumbusha, mmefanya kazi mzuri sana ya registration. Kama hii nyumba ya UDA, umoja ndio utatupeleka mbele. Na mimi nawauliza pamoja ndugu zangu na wamama wenzangu, kwa sababu uwezo mkubwa ni wenu na ushawishi mkubwa wa kura ni wenu. Nyinyi ndio mtatupandilishia wazee na vijana na watoto wote, tuingie laini moja, tunyoroshe, tusonge mbele. Na kwa hivyo ile kazi nitawapatia mimi kama Nairobi ni kuhakikisha Nairobi tuna umoja. Na tukianza mambo ya mashinani, tafadhali tusifurugane vyovyote. Wewe ukisikia hutaki kusikia sauti yangu, afadhali usikuje, lakini usije kuleta maneno kwa mkutano. Na mimi nawaambia viongozi wote, hakuna kiongozi hata moja ako na direct ticket. Nawaambia hapa, uchaguzi ujao wa chama, kila mtu ataenda kwa saduku na nyinyi ndio wenye kuamua. Tunakubaliana?
Si ni kweli? Asante sana, karibuni sana na tunashukuru kuwaona hapa. Asante. Karibuni sana hapa Chialeni, Nairobi. Asante sana kwa ile kazi nzuri mmefanya. Asante sana kwa ile kazi mnafanya. Najua hapa tuko na the entire Nairobi, tuko na 17 constituencies ziko represented. Si ni kweli? Asante. Na kwa heshima mtanikubalisha tufanye hii programu yetu. Na kama Madam Cecilia kukufikia itakuwa ngumu. Wamama oi! Wamama oi! Harambee! Harambee! UDA! UDA! Naona mkojo mbaya sana. Ati mmesema Nairobi. Ati Nairobi. Ati Nairobi hatupangwingwi. Mama nimesikia akisema na nimefurahi sana ya kwamba hatutaki kuambiwa Ruto ako hivi tunamjua. Si ndio? Si tunamjua? Tunamjua vile ametembea na sisi tangu 2012. Ukitembea na mtu miaka 5 na hujaona ni mbaya, unamchukua tena safari ya pili, ni huyo mbaya ama ni wewe uko na kashida? Si ni wewe uko na kashida? Kwa sababu kama angetembea na yeye miaka 5 aone ako hivi manatuambia sasa, si angemwacha achukue mwingine? Wacheni, tunawaona. Sisi kule Kirinyaga tuko ndani ya chama ya UDA. Na huko tumesema hatubanduki. Ninyi wamama wa Nairobi mko chama gani? Haya, sisi kule kwetu tunasema president wetu 2022 ni William Samoei Ruto. President wenu kina mama wa Nairobi ni nani? President wenu ni nani? Nauliza ndio runinga isikie. Kwa sababu kuna wengine tunasikia wanapanga na system. Na wanasema wakipanga na system wanaweza kuingiza president mwingine. Kwa hivyo nawaomba kama wamama wa Nairobi, mseme wasikie. President wetu 2022 ni nani? Wale wanashika William Samoei Ruto kuonyesha na mkono. Hapo ndipo tupo na hatubanduki. Hii nchi yetu ya Kenya, kuna watu wametuzoea. Wameteka nyara nchi yetu. Wakateka nyara uongozi wa nchi yetu. Wakateka nyara uchumi wa nchi yetu. Wao ndio wakawa wenyewe, sisi tukawa maskwota kwa hii nchi yetu. Mimi nataka niwaambie, safari hii sisi tutakomboa hii nchi iwe ni nchi ya kila Mkenya. Kila Mkenya. Tunaelewana? Ndio mnaona kuna msuko mkubwa sana. Kwa sababu kuna watu waliamini ya kwamba ni wao na ni wao peke yao na marafiki zao ndio watakuwa wenye Kenya. Lakini tunawaambia jameni, kwa unyenyekevu, hii nchi sio yenu peke yenu na marafiki zenu. Hapana, hii nchi ni yetu sisi wote. Na ndio mimi nataka ni mjue, hii siasa ya Kenya tutaibadilisha, na Mungu atatusaidia tubadilishe hii siasa ya Kenya iwe ni Kenya ambayo kila Mkenya ako na nafasi. Kila Mkenya awe na nafasi ya ajira, kila Mkenya awe na nafasi ya biashara, kila Mkenya awe na nafasi ya uongozi. Tunaelewana? Na hatuna vita na mtu yeyote. Hatuna
uadui na mtu yeyote. Nia yetu ni kutengeneza Kenya inayofaa Wakenya wote, bila ya kujali mahali mtu ametoka, bila ya kujali yeye ni mali kiasi gani, ama ni wa dini gani, ama ni wa rangi gani, ama ni wa jamii gani. Sisi wote ni... Let's believe in ourselves. Tunaelewana? Na mimi nikiwaona hapa nataka kuambia hivi, there is hope in Kenya. Na nikisema hope in Kenya ni kumaanisha hivi, wewe mama hapa huko, haijalishi ni nini unafanya, haijalishi ni wapi umetoka, haijalishi ni wapi umesomea, as long as wewe ni Mkenya uko na nafasi yako. As long as wewe ni Mkenya, wewe pia unaweza kuwa mtu. Si lazima tutafute majina zile tumezisoma kwa GHC na history, hizo ndio zikuje zikwe history hapa. Na Hustler Nation, it's all about hope. The Hustler Nation, it's all about opportunity kwa kila Mkenya. The Hustler Nation, it's all about ule mtu wa chini pia yeye siku moja anaweza kuwa na sauti hii Kenya. Na ndiposa mnaona watu wanakulia mdosi wetu ngori, kwa sababu raundi hii ametuchanua na ametushow kazi yetu si kupiga tu kura, pia kazi yetu tunaweza toa viongozi. Na representation yetu sisi kama Hustler Nation ni William Samoei Ruto. Na mimi nataka tu kukuomba hivi kwa unyenyekevu, tafadhali, next year kumbuka hivi, if wewe kama mama una believe mtoto wako siku moja atakuwa mtu, we believe in William Samoei Ruto. Na hiyo wall lazima tutai-break. Tunaelewana? Hiyo wall lazima tutai-break. Na ndiposa sisi tunasema Nairobi, Nairobi, Nairobi hatupangwi. Waende wakae huko Safari Park, waende waitane Madina kule wataitana, lakini Nairobi hatupangwingwi. Na mimi nataka nimjue ya kwamba hawa watu, nataka wajue vile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, mimi pia kama hustler sipangwingwi. Wao wanaweza kupangwa na deep state, wapangwe na system, lakini sisi hatupangwingwi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tutatembea pamoja namna hiyo. So ndio mimi nataka niseme nimefurahi sana kuwaona, na hii safari tunatembea pamoja mpaka tufike, na tuko na Mungu. Tunaelewana jameni? Mnakubali tutatembea hii safari pamoja? Na hii Nairobi itaungana na Kenya, tutaiunganisha, na siasa ya ukabila tutamaliza, na siasa ya ukabila tutazika, ndio Kenya iungane. Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee UDA, harambee UDA, UDA kasi, UDA kasi kasi. So tumekubaliana? Hatupigi kura safari hii ati mtu mmoja, wawili, watatu wafaidike. Hapana. Tunapiga kura na safari hii sisi wote tufaidike. Si ndio? Mwenye atapata kiti apate, lakini wewe pia chako kiwe ndani pale. Sijui kama tumekubaliana. Tumekubaliana? So nataka niwashukuru sana, na hata ngawaje wale ninashindana na wao wananilaumu ati baba yangu hajulikani, sijui nimetoka wapi, sijui nini. Lakini wao wanaweza kuwa na godfather. Si ndio? Wao wanaweza kuwa na godfather, lakini sisi tuko na God the Father. Ndio? So wapunguze kidogo madharau, wapunguze madharau. Wapunguze kiburi na madharau. Hii Kenya safari hii ni yetu sisi wote. Tuko pamoja. Unajua
hao wapinzani wetu wanashtuka sana, na wanashtuka kwa sababu walikuwa wanajua siasa ya Kenya ya ukabila haitaisha, lakini sasa ya chama cha UDA iko na support Kenya mzima, kabila zote. Ndio naona wako confused, wanatoka kwa hoteli hii wanaenda Mombasa, wanatoka Mombasa wanaenda Kisumu, wanatoka Kisumu wanaenda sijui wapi hapa Thika, wanazunguka tu, wameshindwa kujipanga. Na sisi tunaambiwa sisi hatupangwingwi. Na nasema asanti kwa sababu hii chama sasa ndio inakuja kumaliza ukabila Kenya hii. Ukabila Kenya hii huwa inaletwa na siasa, kwa sababu saa zile tuko kula mtaani tukiwa na mambo ya harusi hakunanga ukabila, tukiwa na mambo ya hospitali hakunanga ukabila, tukiwa na mambo ya matanga hakunanga ukabila, kama wamama tukiombana chumvi ama sukari hakunanga ukabila. Ukabila inaletwangwa na siasa. Na kama tutakuwa na chama ambaye ni National Party, ambaye yule mwenye ako Mombasa anasema ni chama yangu, yule ako Meru anasema ni chama yangu, mimi tunataka niwaombe jameni, sisi tunawategemea. Na vile Mheshimiwa Dhauria amesema, unajua hawa watu wako na madharau sana. Wanaona hii position ya president ni kama kuna watu wameandikiwa ni yao. Na mimi nataka niseme nyinyi wa mama